Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Kupata uhamisho. Kuongezeka kwa mawazo mapya. Kuanza kitu upya. Wiki hii utakuwa mwenye ujasiri. Kuunganisha au kufanya jitihada ya kitu. Kusogea zaidi sehemu za watu wako wa karibu. Kukiwahi kitu kilichoanza kuungua. Kushawishiwa kwenye jambo la kisanaa. Utakutana sana na watu mashuhuri. Ubunifu wako utakuwa juu au wenye ubora. Kuacha kufuatilia jambo linalokupotezea muda. Kusahau kitu ulichokihifadhi kwa ajili ya matumizi. Nyota ya Kaa. Utawaunganisha watu hata kama walikuwa hawasemeshani. Wewe utakuwa sababu ya wao kurudisha mawasiliano. Kutimiza lengo lako ambalo ulilipuuza. Kuzidisha nidhamu. Kuondosha tatizo baada ya kuona dalili ya mwanzo kabisa. Kupata jukumu la uongozi au kuongoza. Kufanya sehemu iwe na utulivu. Kumfanyia mtu kitu kwa huruma. Kujifunza kutomdharau mtu. Hivyo utakuwa mwenye kuheshimu mchango wa mtu au karibu wake. Unapata nafasi ya kuongea na mtu kwa mara nyingine. Mtu atakuwa na wasiwasi na wewe, ila utamtoa shaka aliyokuwa nayo. Utafanya kilicho bora. Kumchunguza mtu kimya kimya. Wakati huu ni wa ufaulu. Omba au dhihirisha unachokitaka. Nguvu mpya inapokea. Nyota ya Samaki. Kulala sana. Kupata ndoto nzuri. Kufanya sana ibada itakayo kufanya jambo lako kufunguka au kuwa sawa. Kutafakari kitu. Kuthibitishiwa jambo. Nia yako kutekeleza. Kuhitaji kuwa mpya au kubadilika kiroho. Kutamani ukamilishe kitu. Kuwa na mtazamo mpya wenye matarajio bora. Kusita kufanya kazi. Kupata uhuru. Kupata majibu ya kitu ulichokichunguza. Nyota ya Ng'ombe. Imani ndo kitu kitakacho kuongoza. Kutenda mazuri hata kama umefanyiwa baya. Kujiondosha mazonge moyoni mwako. Hila ya mtu kuikataa. Masikio kuuma au kuhisi kelele ndani yake. Itakujulisha kupata jumbe nzuri. Hasa za kifedha ikiwa yanauma kwa kawaida. Kupata usumbufu wa vitu vidogo au ajali ndogo ndogo kutokea. Kujifunza kitu kwa haraka. Utagundua nguvu yako au uwezo wako. Kuweka nia ya kupata pesa na utaipata. Ulichokiongea kwa mtu kina ukweli, ambao utamfanya afikirie sana au kukubali. Hii fursa ni kwa wachache mno. Kazi mpya inawadia yenye pesa nyingi, ambayo itayafanya mambo yenu yawe sawa. Kufanya kitu taratibu na kwa umakini. Utasifika kwa utulivu au uzuri. Nyota ya Mbuzi. Kupata umiliki sahihi wa kitu. Kuchagua namna unavyotaka kuishi. Kupata taarifa ya msiba. Utakuwa na jambo muhimu na mjomba wako au ndugu wa kiume. Kuhitaji mapumziko ili utulize akili yako. Ndoa ya mtu itakuwa inajadiliwa sana. Huu ndio wakati wa kufanya vitu vya maana. Nyumuni hii imefikia kwako. Kuna mambo yatakuwa sawa au kufanyika haraka. Kudhibiti hasira yako. Kuweka mambo sawa kwa uhusiano wako. Kununua bagi au kitu upendacho. Kupatiwa maagizo yenye kukusisitiza. Hisia zako zinasafiri mbali kwa kuwaza vingi. Utakula kitu kutuliza au kumaliza hamu yako kwa kitu hicho. Hiki ni kipindi cha uponyaji na ugunduzi wa vingi kwako. Safari zako zitakuwa za umuhimu. Utahisi mengi zaidi. Kulipa kodi. Nyota ya Mashuke. Furaha na upendo unaingia katika maisha yako. Mtu anakubadilisha tabia ambayo anaichukia kutoka kwako. Mtu kuongea maneno yenye misamiati sana au mafumbo. Ndoto ya mchana itakupa ujumbe muhimu. Kitu kujirudia. Ikiwa wewe ni mwanamke, kuna bahati kubwa itakufikia mpaka miezi 6 itakuwa imekufikia tayari. Kwa mwanaume, kuna jambo unatakiwa kuliacha mara moja, kwa kuwa ndilo linalokuongezea shida. Utakuwa mwenye haraka na mengi. Mtu anajirudi kwako kama ulivyotarajia.
Utapata rafiki au mpenzi mzuri. Kufikiria kitu unachotaka kukifanya. Kujifunza kitu kipya. Kusafiri au kutamani kusafiri. Kuhimizwa kitu chenye faida kwako. Taa ya mafanikio inahitaji uifuate. Hivyo utapata atakaye kuongoza kiurahisi bila kukata tamaa. Namba 888 zitakujulisha mafanikio makubwa yapo mbele yako katikati ya mwaka huu. Hivyo maandalizi yataanza sasa kwako, endapo wewe ukiamua kufuata. Kujinyoosha sana viungo vyako vya mwili. Kitu kidogo kitaleta mafanikio ya kudumu. Unaamini yapo mazuri yatakufikia. Hivyo utatekeleza kitu. Nyota ya punda. Kuna mpango mpya utakaoupenda. Malengo yako yanahitajika kufanyiwa kazi. Kukabiliana na tatizo. Kuhitaji msaada na utakufikia. Ikiwa utavuka sehemu ya maji, hiyo ni bora kwako. Utafuata usahihi utakaopelekea mwangaza mzuri wa mafanikio. Kuanza kitu upya. Utani mdogo utasababisha chuki. Nyota ya Simba. Kupata habari muhimu. Utakuwa wa kwanza kulijua jambo. Utafanya kitu kwa kujiandaa kimafanikio zaidi. Kufanya kitu kwa uaminifu. Kuchagua kitu sahihi maishani mwako. Unachokiombea kinakuja. Tarajia kupata mtoto wa kike kwa mama mjamzito. Ni jambo la heri lenye mafanikio makubwa kwako. Nyota ya Mshale. Ulichokiota kutokea kweli. Utaongea na mtu ukiwa hujiamini. Kufanya vitendo baada ya kuongea sana. Pole kwa kuchoka. Unahitaji utulivu zaidi. Kutaka kufanyia kazi malengo yako ya muda mrefu. Utakuwa mwenye shauku au kutamani kitu sana. Mtu atapendezwa na ukweli wako. Nyota ya Mapacha. Nguvu mpya inakupa mwelekeo wa kitu. Utaanza kuthamini kitu. Kurudisha upendo. Kuhitaji kutengeneza ulipoharibu. Kujirudi kwa mtu. Kuruhusu mtazamo mpya utakaofanyia kazi. Umoja wa mtu kurudi. Kujiongelesha mwenyewe ukiwa peke yako. Kuhamasisha kitu. Njia mpya kufunguka kwako. Nyota ya Ndoo. Kuhamishwa kikazi au kuhama eneo. Kupenda kuwa huru sana. Utamjulisha mtu kitu kitakachomfanya aendelee kutaka kujua. Kutathmini sana kipato chako. Huu ni wakati mzuri unaoweza kupanga mambo yako na yatakuwa sawa. Majadiliano mazuri kuwepo. Nyota ya Mizani. Kusikiliza kitu kinachokuburudisha. Kufika sehemu ulipoishi zamani au wakati uliopita. Kuzingatia wakati ujao. Kutaka kujua historia ya kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.